Kwa leo kwa jana tulijifunza nini? Tujifunza nini jana? Habari zangu na zizidi kuenea. Na nitamwomba Mungu jioni ya leo habari zako zizidi kuenea kwa jina la Yesu. Hiyo ni kwa ubaya ama ni kwa uzuri, zitaenea kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo ni kwa ubaya ama ni kwa uzuri, habari zako wewe zitazidi kuenea kwa jina la Yesu. Ninajua hapo ulipo habari zako zimeenea, lakini sio kwa kiwango kile ambacho mimi nakitaka zienee. Nataka zienee, hiyo ni kwa ubaya ama ni kwa uzuri, lakini habari zako zienee kwa jina la Yesu. Hata kama ukikujua ni mama fulani cha kudoa, lakini habari zako zimeenea. Hiyo unajua kabisa kumbe ndo yule zienee kwa jina la Yesu. Sema amen. Tunaendelea tena na leo. Tujifunze tena kwa namna nyingine ya ajabu kidogo. Tutajifunza tena kwa namna ya ajabu kidogo leo. Jana tuliangalia kwenye kitabu kile cha Luka, ile sura ya 5 na mstari wa ngapi? Mstari wa 10 na ngapi? 12. Leo nipige hatua kidogo mbele tuone namna ya kufanya ili habari zetu zizidi kuenea kwa jina la Yesu. Nikupeleke kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 23. The book of Matthew, Mathayo sura ya 4. Mathayo sura ya 4 mstari, nianzie mstari wa 23. Umefika hapo mwenye Biblia Umefika Wangapi wamechoka waseme amen? Wangapi mfungo umekuwa ni mgumu, sema amen. Bwana ajua. Kwa sababu nikiangalia nyuso najua kwamba hapa kweli mtu amekabwa kwenye koo ama amejikaba mwenyewe. Mathayo sura ya 4, sura ile mstari wa 23. Matthew 4, chapter 4 verse 23. Maandiko yanasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Naomba turudie wote na usome nyuma yangu kama una Biblia, na kama una Biblia fuatilia Biblia yako. Sema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Tunaanza kuambiwa naye alikuwa akizunguka katika Uyahudi na katika ufalme wote, anazunguka na alikuwa na kazi ya kufanya ya kuhubiri habari njema za ufalme. Sema kuhubiri habari njema za ufalme. Alafu alipokuwa anahubiri, tunaambiwa anaponya magonjwa na udhaifu wote. Kumbe mahubiri yanaambatana na kuponya ugonjwa na kuondoa kila udhaifu ulioko ndani ya mtu. Unaona, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Mstari wa 24.
Soma nyuma yangu tena kwa sauti kubwa. Sema na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Sema tena na habari zake za kuponya, za kuhubiri, za kufundisha, za kuombea zikaenea katika Shamu yote. Kilichofanya habari za Yesu zienee sio kwa sababu Yesu alikuwa ni handsome sana. Sio kwa sababu Yesu alikuwa ana askari wanamlinda, hapana. Kilichofanya habari za Yesu zienee ni kazi alizokuwa anazifanya Yesu. Amen. Shamu yote ikatambua yule mwana wa seremala ambaye tunamjua baba yake anaitwa nani? Yusufu. Na mama yake anaitwa Mariamu. Tunamjua kabisa yule, tunamjua vizuri. Leo imekuwaje anaponya wagonjwa? Leo imekuwaje anahubiri habari njema? Leo imekuwaje anafufua wafu? Leo imekuwaje anaponya watu? Leo imekuwaje anakusanya watu wengi? Ilikuwa ni jambo kidogo la kushangaza kwenye ukanda ule. Habari zinavuma, zinafikia wakuu. Wanamwambia, Bwana, Yesu mwanao tunamjua wewe fundi seremala, umemfundishaje mpaka anaanza kuhubiri? Okay, anyway, tuache masuala kuhubiri. Watu wanahubiri, lakini anaponya na uzoefu unaondoka. Habari zake zikaenea kwa matukio aliyokuwa anayafanya. Amen. Leo nataka niombe leo habari zako zienee kwa kazi unayoifanya kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Kama ni mama nyumbani, habari zako zienee kwamba kwenye mtaa huu hakuna mama bora kama mama fulani. Kwenye biashara hii hayupo mama hodari kama mama fulani. Ukinunua vitumbua vyake vinaisha, ni vitamu. Amen. Yaani kila maandazi yake kama na vidonda vya tumbo vinatoka. Itaanza biashara ya namna hiyo. Nashawishika. Atakaye kula aje kanisani. Habari zienee. Ukila vitumbua vya mchungaji, mapepo yanaondoka. Anayepiga ananena kwa lugha. Yanda makapoko shetete teke perine mekepela mama kapoko shama. Utaanza saa 12 umeshafika pale tayari. Vitumbua. Habari zinaenea. Haleluya. Natamani leo nielewe leo. Na mama Mungu leo unielewe kabisa kwa jina la Yesu. Amen. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea, sema wakamletea. Wote waliokuwa hawawezi. Piga Bwana Yesu makofi. Hadi unielewa. Nina wasiwasi kidogo. Yaani huyu Yesu anahubiri habari njema za ufalme. Amen. Na furaha kwa ajili ya jambo moja, kwa sababu Yesu anahubiri. Hajaambia wanafunzi nitangazeni huko kwa watu. Yeye anahubiri. Kaletewa watu magonjwa, katoa mapepo ya magonjwa. Waliokuwa hawawezi kaombea, wanaweza. Waliokuwa watembea, wanatembea. Habari zake zikaanza kuenea. Watu wanaulizana, vipi? Wanasema Yesu Mnazareti, mwana wa Yusufu, mwana wa Mariamu, mwana wa seremala, amemfanya huyu aweze kutembea. Unaelewa eh? Waliokuwa na wagonjwa ndani wakawachukua wagonjwa wao wakapelekea Yesu kwa dokta. Wanamwambia Yesu, na huyu hawezi. Wanamwambia hamna shida, hiyo jambo rahisi tu, 'Pata kawa mzima. Amen.
kuleta. Amen. Habari zako zikienea wataleta fedha wenyewe kwa jina la Yesu. Hauna haja ya kumtafuta mteja, haina. Hamna haja ya kupublish. Haipo. Ufufuo na Uzima habari zimeenea. Watu wanakuja bila matangazo. Dar es Salaam watu wanakuja bila matangazo. Kila televisheni tukienda watu wanatimuliwa, hatuwataki. Lakini watu wanakuja. Kwa nini? Habari zimeshaenea. Kwamba ukienda na tatizo pale tatizo linaondoka, sio story, action. Yesu alikuwa ni mtu wa action. Amen. Sio tu kukutia moyo. Kwamba Bwana anajua na vidonda vya tumbo Isaya, lakini enda mama itadadaba usile maharage ili uwe salama. Yesu hakuhitaji hivyo kukutia moyo. Una vidonda vya tumbo, action. Kwa jina la Yesu kapige Pepsi na Coca. Amen. Habari zinaenea. Umeelewa vizuri Nirudie tena mstari wa 24. Habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso. Hebu sema walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso. Wakamletea nani? Sema wakamletea Yesu. Wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso. Kuna mtu ana maradhi mbalimbali hapa. Kuna mtu ana mateso hapa. Kuna mtu ameonewa hapa. Kuna habari njema leo katika jina la Yesu. Kuna habari njema leo katika jina la Yesu. Sema amen. Unaona anasema na wenye pepo wanamjua huyo na kibwengo, kale mwana amekunja nne ndani, tumpeleke kwa Yesu. Kiboko yao yupo. Bwana huyu anafanya biashara lakini biashara ziendi, tumpeleke kwa Yesu. Bwana huyu anaolewa na kuachwa, dawa yake tumpeleke kwa Yesu. Ndio maradhi mbalimbali hayo. Amen. Bwana huyu hazai, tumpeleke kwa Yesu. Huyu anataka fedha, fanya biashara lakini fedha hana, tumpeleke kwa Yesu. Anavuta nguo, tumpeleke kwa Yesu. Leo tunawapeleka kwa Yesu katika jina la Yesu. Kwa hiyo huu ni wakati wa kuwapeleka watu kwa Yesu. Tunaacha masuala ya maneno, tunaingia kwenye action. Amen. Unaona, na wenye pepo na wenye kifafa, sema kifafa. Hadi ndo ana mapepo, ana kifafa, hadi ndo anabeba tu. Sipati picha huo mkutano ulikuwaje. Maana watu walikuwa na matatizo wengi. Wanaacha kupeleka kwa karembwane. Wanaacha kupeleka kwa sababu kunyoana. Mmoja akaniambia bwana hata kwenye kunyoana kuna rushwa. Akaniambia kabisa bwana, wanaposema wanapeleka kumnyoa mtu kuna rushwa. Unapeleka mtu anakunyoa baadaye unaendelea kuanga rushwa. Lakini kuna mmoja ambaye hatukui rushwa. Ambaye akikufyatua amefyatua, akisema amesema, akipiga amepiga, ambaye ni mfalme Yesu katika jina la Yesu. Ambaye habari zake zilienezwa na watu. Watu walifakara wakazieneza habari za Yesu. Watu wa Moa wakazieneza habari za Yesu. Watu unaoishi nao Hamasa wakazieneza habari za biashara yako. Unaamuru watu unaoishi nao waeneze habari zako katika jina la Yesu. Sema amen. Utasema za mchungaji, wewe unalazimishaje tulieleze kanisa lako? Ndivyo ilivyo. Hali hiyo haipingiki. Amen. 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 Unaona wanazieleza habari. Wanazienezaje? Tumpeleke wenye matatizo, wenye mapepo, wenye kifafa, wenye matatizo mbalimbali na mateso. Yaani matatizo mbalimbali, sema mbalimbali. Yaani ana vidonda vya tumbo mdokoni mbalimbali. Ameolewa ameachwa mbalimbali. Mara chumbiwi mbalimbali. Hana kazi mbalimbali. Nywele hazioti, matatizo mbalimbali akapeleka kwa Yesu. Amina. Haleluya. Na wenye kupoza akawaponya.
Sio walipofika wakaondoka na tatizo, ila akawaponya. Aliyekuja anarukaruka hivi, hawezi kutembea, akamponya, akaanza kupiga hatua. Aliyekuwa anaburuza mguu, akamponya, akaanza kupiga hatua. Aliyekuwa ana majini mahaba, akayatoa majini mahaba, akaanza kufanikiwa. Maana yake habari zikienea, habari zako zikienea, kuna watu mbalimbali watakufuata pasipo wewe kuwafuata. Umeelewa vizuri eh? Tata nielewe vizuri hapo. Nitengeneze jambo hapo ili mzae tumlipue kwa jina la Yesu. Amen. Na kuna watu leo wa kuwalipua kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Unaona? Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Hebu sema, na makutano mengi wakamfuata kutoka Mbasa. Sema kutoka Mbasa, kutoka Muhola na Mlabani na Viwanja Sitini, na wapi, Kibaoni na Katindiuka na ng'ambo ya Kimaumau Kimaumau Ulanga. Wale wanamfuata, wanamuuliza umetoka wapi? Nimetoka Mbasa. Unaenda vifufuo na uzima. Umetoka wapi? Katindiuka. Wapi vifufuo na uzima? Umetoka wapi? Mlabani. Wapi vifufuo na uzima? Wewe Mbasa, ufufuo na uzima. Wewe bana, mimi ni mzao wa Kuona, ufufuo na uzima. Wewe Kibaoni, ufufuo na uzima. Wewe kule wapi? Kule ng'ambo ya kule, wapi kule? Idete, ufufuo na uzima. Yaani watu wanatoka ng'ambo mbalimbali wanamfuata Yesu. Ndivyo takapokuwa kwako katika jina la Yesu. Watu watoke ng'ambo mbalimbali wakufuate kwa damu ya mwana kondoo. Sema amen. Amen. Ng'ambo mbalimbali, Uyahudi, Yerusalemu na Yordani yote na Ifakara yote wanafuata Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo kwa maneno mengine alikuwa anasema asiyekuwa na Yesu ni nani? Asiyekuwa na mimi manake kapotea. Amen. Unaona? Ili habari zako zienee, lazima ufanye kitu kitakachosababisha watu wazieneze habari zako. Kwa mfano, kidogo ukaenda kuzini, ukavumaniwa na ukapigwa na selfie moja pale, kacha kwenye magupu ya WhatsApp, ikatumwa kwenye gupu la WhatsApp moja tu la primary. Halafu title ikawekwa pale, mchungaji afumaniwa. Mchungaji afumaniwa. Amen. Habari ile zote itasambaa dakika 0. Media zote, mchungaji afumaniwa, na picha iko pale. Habari zinaenea. Ila zinaenezwa na nani? Sema na watu. Amen. Ila tukitoa pepo hapa kuanzia saa 4 mpaka saa 12 asubuhi, habari hazisambai. Tukipiga mkesha hapa wa nguvu, habari hazisambai. Tunasikia tu napiga makelele. Kwani viduku havina makelele? Singeli sio kelele. Umelogwa na nani? Enyi Wagalatia msio na akili, nani aliyewaloga? Haleluya. Takwa karembwane huyo bila shaka. Haleluya. Kwa unaona Yesu anahubiri, hajawaambia wanafunzi wake kwamba toka Eva kama kasema habari za mchungaji wetu anaponya, anahubiri, anafundisha. Haleluya. Yaani matendo, kazi inamtambulisha kwamba huyu ni nani. Pepo akitoka, aliyetolewa pepo anakwenda kumwambia mwenzake, jamani, nilikuwa na pepo katokea pale. Yule na yeye akija anachakwake kikitolewa, jamani, uvimbe umeondoka, umetolewa pale. Kwa hiyo habari
inazidi kuenea, na wanaoeneza habari ni watu, na wanaozuia habari kuenea ni watu. Leo tunawaondoa kwenye ulimwengu wa roho, wahame katika jina la Yesu. Kuna wanaozuia habari zako. Una kazi, habari ya biashara anaizuia. Amen. Anazuia kabisa. Unamkuta ni mtu amekaa kwenye ofisi namna hii, kwenye kile anazunguka tu hivi namna hii. Yaani umepeleka faili pale, unataka upate pesa ya kwenda mali. Yaani faili kaisoma, ameweka chini kabisa, kalificha. Maana yake anazuia ile promotion yako isitoke. Ndio huyo leo tunamwambia hivi, achia habari zangu zienee katika jina la Yesu. Achia masomo yangu, achia safari yangu. Hebu sema achia. Kwa damu ya Yesu. Ameikalia mahali. Haleluya. Kwa nini anazuia habari ya biashara yako isiendelee? Hebu nikuonyeshe kituko kingine ambacho kiko hapo mbele kidogo. Nikuonyeshe kituko kingine kwenye Marko sura ya kwanza, ule mstari wa 21 mpaka wa 28. Marko sura ya kwanza 21 28. Tumefika Tumefika kwa kitabu cha Marko Tumefika ama tujafika? Tumefika Marko 1:20 ngapi? 21 mpaka 28. Nikusomee kwa jina la Yesu. Wakashika njia mpaka Kapernaum. Mara siku hiyo, na mara siku ya Sabato ikaingia, katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, wala sio mtu sio kama mwandishi. Wanashangaa, jamaa anafundisha mtu mwenye amri. Anawaambia pepo anatoka kwa jina langu, ana amri. Pepo toka. Sio kwa jina la Jehova, kwa jina langu na kuagiza toka. Pepo anafeta mkia, anaondoka. Anafundisha kwa amri. Amen. Mstari wa 23. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti. Kwenye sinagogi kulikuwa kuna mtu mmoja ana pepo mchafu. Sema pepo mchafu. Pepo mchafu. Ndugu yangu, mtu asikwambie kuna mashetani mazuri na mashetani mabaya. Yote ni mabaya. Shetani ni shetani. Amen. Mtu asikwambie kuna pombe yenye viwango vya TBS, alafu una gongo. Yote ni pombe. Tofauti ni jina tu, gongo. Haleluya. Asikwambie mimi naenda na mashetani ni mazuri. Hakuna pepo mzuri. Mapepo ni mabaya. Wamelaaniwa na Mungu, ni mabaya. Ndio hao watu wafatue katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Unaona? Anasema na mara palikuwa ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Wanajua kuna wakati wa kuangamizwa. Amen. Wanajua kabisa kuna wakati wa kuangamizwa. Na kutambua nani? Pepo anasema na kutambua nani? Mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Hebu sema fumba kinywa, toka. Kuna wakati wa kuwasikiliza mashetani, lakini sio vema sana sikushauri wasikilize mashetani. Kwa jina Yesu, kwa jina la Yesu, chaka, panda, vunja. Akaenda, subiri kwanza nikwambie, subiri kwanza
nikwambie, unajua mimi ni Maimuna, nimetumwa. Kwa hiyo ukawasikiliza, wanakupa nafasi kwenye, wanajaa nguvu. Ukipa sikio pepo, imekula kwako. Pale unapopiga vunja, sema tunasema subiri kwa pale ndo penyewe anakusubirisha. Akusubirisha, yeye anajaa nguvu. Anapumua kidogo. Anakuambia unajua nimetumwa na babu yako. Unaweza kuanza babu yako, mzee nani? Mzee Mtokofyao. Kanituma. Babu yangu. Usinizungue. Cheka, pona. Nakwambia. Nimetumwa na nani? Na mchungaji kiongozi. Na pasta wenu. Anakuchezea akili ili wewe usiendelee kuomba kile uliokuwa unakiomba. Yesu akamwambia bwana, fumba kinywa umtoke sasa hivi. Amen. Sema fumba kinywa, toka kwenye maisha yangu. Usinisemeshe kwa damu ya Yesu. Mstari wa 26. Yule pepo mchafu akamtia kifafa. Sema akamtia kifafa. Akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Huyu ni shetani, pepo mchafu. Pepo mchafu huyu amekaa ndani ya mwili wa mtu. Alafu ameyafunga maisha yake huyu mtu asifanikiwe, asipige hatua. Huyu mtu alikuwa na kifafa. Anauma ugonjwa wa kifafa. Biblia inasema baada ya Yesu kumkemea yule pepo, akamtia kifafa yule mtu. Kifafa akaanza kufafafuka. Kueuka kana kwamba anakata roho. Maandiko yanasema akalia kwa sauti kuu, kwa huzuni, kwa hasira, natoa kwenye tumbo la uzazi mimi. Ana uchungu kweli. Akampiga kifafa, akalia kwa sauti kuu, alafu akatoka. Amen. Maana yake kumbe shetani ama mapepo wana uwezo wa kumtia mtu kifafa. Pepo anaweza akatoka, akaagizwa, nenda ukamwingie, kamtie miguu yake ivimbe. Anatoka, anakuja, anaingia kwenye miguu, anaivimbisha miguu. Wanakupima na kwambia miguu imejaa maji. Haleluya. Unaenda kupima, unapewa dawa za kutuliza maumivu, lakini miguu imejaa maji. Lakini aliyekaa kwenye miguu ni pepo. Amen. Shetani, pepo anaagizwa, nenda kaingie kwenye macho yake, kakae kwenye macho. Anakuja kwenye macho, anakaa. Alafu wanamwambia akiwa darasani, mfanyeni macho ya mume sana. Akiwa anasoma Biblia na msingi wa kiroho, chapeni usingizi. Wewe ni shahidi, ukisoma Biblia tu usingizi umekuja. Sio una usingizi. Pepo amekaa kwenye macho. Ukianza kusoma gazeti la udaku, unalirudia mara 5, usingizi haupo. Amen. Usingizi haupo. Lakini ukichukua tenzi ya leo nianze kuimba miayo, amen. Ukikaa kwenye TV unabadilisha tu. Azam ya mieleka,
ya michezo. Unabadilisha macho yako vizuri. Ukichukua daftari uanze kusoma notes za darasani, macho yanauma, machozi yanatoka. Maana yake shetani, pepo ameagizwa kaingie, kakae kwenye macho, sababisha macho yake vitu vya maendeleo yaume. Ukipewa shilingi 10,000 unaona umepewa shilingi 2,000. Unafanya biashara dukani, pepo amekaa kwenye macho yako, anageuza macho 10,000 unaona ni shilingi 2,000. Unapewa shilingi 2,000, unarudisha chenchi, baada ya kurudisha 1,000 unarudisha 10,000. Anakuangalia kabisa kana kama umekosea. Unamwambia basi pale pale unageuza kibao. Alafu na hii hebu nipe na mafuta. Anachukua 10,000 aliyokupa, anakurudisha 19,000. Amen. Maana yake macho yamegeuzwa, kuna pepo amekaa. Ndio huyo tumuondoe leo, habari zako zienee kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Mwingine anaagizwa bwana kakae kwenye tumbo lake la uzazi. Amen. Kakae kwenye tumbo lake, kastarehe kabisa. Kazi yako wewe zuia asipate ujauzito, asipate mimba. Hatakiwi kuzaa huyu. Pepo anatie, kazi yake anakaa tu pale, anatulia. Unawaza hujaolewa sasa hivi, kwamba mchungaji sina tatizo la kuzaa kwa sababu hujaolewa. Lakini ukija kwa unashangaa, baba naomba uniombee, maana mimi na mwaka wa 3 kwenye ndoa yangu, hamna mafanikio, hamna matunda mema ya nchi. Kuna pepo yupo. Kazi ya pepo yule tumtoe leo kwa jina la Yesu. Tukimtoa habari zako zitaenea kwa damu ya mwanakondoo. Amen. 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 Sasa unaona Yesu ameingia hekaluni, kakuta mtu mmoja ana mapepo. Alipomkemea na kufyatua, toka, kampiga kifafa, anaanza kugaragara. Hapo ana hasira mno. Dawa ya mapepo kuyatoa kwenye mwili wa mwanadamu lazima yalie. Ndio maana baadaye nikimtuma namuuliza, baba akinipa ripoti vimelia? Sina kuuliza namuuliza bwana vimelia huko? Usinipe ripoti ya kuto vimelia, baba vimelia, nipe ripoti. Kama vijalia najua kazi bado. Baba vile wakana imayuma hivi vimelia. Ili ujue vilie kwanza vitoke. Kuingia kwa mashetani ni rahisi. Yaani unaweza kuingia tu kwako rahisi tu, hata hujui kama una mapepo. Ile ukija kanisani unagundua, kumbe na mimi nilikuwa na wale wadudu. Wakiingia wanaingia tu rahisi tu vizuri. Wanaingia tu pa. Lakini kwenye kumtoa lazima kilio. Kwa nini unamtoa kwenye kiti? Ndugu yangu, kuzimu kuna moto. Kila siku kuzimu inapigwa. Amen. Maana sahihi ambapo shetani anaamrisha makazi yake ni kwenye mwili wa mtu. Watu wengi wanaomba, napiga kuzimu, naipiga anga, na tunaifeka kweli. Lakini tumesahau kuwafeka mashetani walioko ndani ya watu. Ndio maana mashetani anaweza kukaa ndani ya mtu, hata mashetani 2,000 yanaingia ndani, mapepo 2,000. Amen, amen. Mwingine anakaa kwenye kope, anavimbisha kope tu. Mwingine anavimbisha masikio. Mwingine anavuta pua yako na kuwa ndefu kama nini? Pen. Mwingine anafanya unatembea na magaga, unasugua magaga tu. Mwingine anafanya unakuwa na vigimbi. Mwingine anavimbisha miguu. Unakuta mwanamke ana vigimbi kabisa. Afanye kazi nzito. Hapo anapewa jina moja tu, unajua kuna
Jina la kisayansi moja tu. Homerolini. Hata kulisoma nashindwa. Amen. Mashetani yameingia. Yakitoka hayo, kuna jambo litatendeka kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, habari zangu lazima zienee. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 27. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? Yaani, what happened? Hii ni nini? Hamna kuona kwenye kanisa letu? Hamna. Nienda kuhubiri kwenye kanisa fulani la Kipentekoste. Sitalitaja jina ili kuficha, kuipa heshima ya kanisa. Sio baya, ni nzuri. Kwenye kanisa hili mwinjilisti akaniambia, bana, tunamshukuru Mungu, nyinyi kanisa lenu kuna fujo nyingi, mashetani mengi. Sisi kwetu hakuna mashetani bwana. Kwetu kuna ustaarabu. Kwetu tushafukuza. Nikahudhuria ibada moja siku moja, nikakuta pale mtu anahubiri tu vizuri. Tuishi na upendo wa Kristo na hudumu kama kwa staili upepo hatoki. Amen. Sema kwa staili ya upendo hii. Upendo hata avili. Baadaye nikapewa na mimi nafasi ya kuhubiri. Siku inayofuata maana nitambulishwa kama mchungaji. Hata ndio karibu sana kupata nafasi ndio tuhubiri, kama nitakuja. Nasema hilo ndio nalitaka. Nikakaa mwezi wa kwanza, wa pili, nikamwambia nina safari hapo nitaona kuhubiri kwenu. Hamna shida. Jumapili moja tu. Hii moja tu. Ilikuwa ni Iringa. Moja tu, Jumapili moja. Nihubiri somo nyota ya mtu na maisha aliyokuwa nayo. Somo tu ni nyota ya mtu na maisha aliyokuwa nayo. Na maliza kusoma andiko, nimekwepa kanda mbili. Kanda mbili. Amen. Hani nimemaliza kusoma tu andiko, nimekwepa nini? Kanda mbili. Vibwango vimeanza. Hamna kitu. Hatuachi. Ndio sianza kuhubiri. Nimesema tu nyota ya mtu na maisha aliyokuwa nayo. Na niko pale mpaka nakuja kumaliza kuhubiri. Vibwengo ambavyo vimekurupuka pale Bwana na kwetu. Vimejaa vingi. Nikapita kule juu kule wanaita wazee wa kanisa. Nikasema nikaangalia mwingine naona kwanza hapa hamna kitu. Sasa nikasema nikipiga hapa sikaribishi tena. Sasa nasema hapa sasa akira kasema anyway. Aya nikatamana tuombe wa huku chini. Hii angalau nye msikae huko. Amen. Ibada kuisha. Unajua nilitwaje? Tumishi. Umetuletea mashetani kwenye kanisa letu. Kabisa, mtumishi, umetuletea mashetani kwenye kanisa letu. Kulikuwa hamna mashetani, umetuletea mashetani. Sasa tunaamini ufufuo na uzima ni mashetani. Amen. Nikasema tu amina. Iringa, kielele changu nikiwa niko Moshi. Na ubiri. Siku moja nikaenda kwenye kanisa fulani. Kipindi hicho niko field moja na field. Kwenye kanisa la kiroho nikawa nimeenda kijijini kwetu kule. Nikajitambulisha kama mchungaji, baadaye karibu sana ubiri na sawa. Nimesema tu nasoma hivyo somo langu. Nyota ya mtu na maisha yake. Leo lazima nyota zirudi. Mchungaji kiongozi akaniandikia kimemo, mtumishi, umebakisha dakika 5. Kikaratasi hicho mpaka na leo nimekitunza nyumbani kipo. Bado dakika 5. Sijaanza kuhubiri wala kufundisha. Bado dakika ngapi? 5. Nikakaa hivi, nikaanza kuwaza. Haleluya.
Nikasema basi tusimame tuombe kwa uaminifu. Baba Mungu, katika jina la Yesu nikaomba tu kawaida tu. Hamna mambo vimelia wala cha nini. Nikamaliza